akatufundisha the warfare na akatupa udhaifu ambao tuko nao ambaye imesafanya tuwezi kushinda vita. Bwana asifiwe. Amen. But leo nataka tuongelee kitu kuhusu pia the same. Kwa hiyo line tu yenye tunaenda hiyo, kuna kitu nataka kufundisha kuhusu utumishi. Kama unaandika utumishi. Kwa Kiingereza servanthood. Na nitafanya scriptural background or reference kwa kitabu cha Isaiah 54 verse 17. Isaiah 54 verse 17, Bible says, "No weapon formed against me shall prosper, and every tongue shall rise against you in judgment shall show to be wrong." Na chini yake inasema, "This is the heritage of the servants." Haya maneno si ya watu wote. Kuna category katika ulimwengu wa kiroho imechukuliwa. Hii scripture imetumika kwa sisi hasa tunaposimama kwa vita. Si kweli? Bwana asifiwe. Tumekuwa na msongamano ya vitu, watu wametuchukia, watu wametupiga, tumekuwa na vita vya ukoo, tumekuwa na vita vya devil worshippers, tumekuwa na vita vya waganga. Halafu hii scripture imekuwa ya muhimu sana kwetu. Hata sisi wote ni kama tumeitumikia. Inasema hakuna silaha iliyofanywa juu yangu itakayofanikiwa. Hakuna silaha iliyofanywa juu yangu itakayofanikiwa. Na chini yake inasema, na hii ni urithi wa watumishi. Inamaanisha wewe kupata nafasi hii ya security, kupata nafasi hii ya amani, kupata nafasi hii ya haki machoni pa Mungu, ili usipigwe na waganga, ili usipigwe na wachawi, ili damu ya ukoo isikaweze kufanya kazi katika maisha yako, ili vita vingine ambavyo havina mbele wala nyuma visipate nafasi kwako. Bwana asifiwe. Amen. Lazima uwe umejua kufanya huduma ya watumishi. Biblia inasema ni urithi, it is the heritage of the servants. Heritage ama ni urithi inamaanisha it is passed on, inawekwa kwako automatically unapofanya huduma ya utumishi. Inapewa kutoka kwa Mungu, unaipata automatically. Hii hautoi dhabihu, hii haufungi na kuomba ndio upate utumishi, ndio upate ile vibali vya kusimama kinyume cha nguvu zote ama silaha zote zilizotengenezwa. Waganga wametengeneza, wachawi wametengeneza. Bwana asifiwe. Ukoo umetengeneza, ukoo uko na limiti zake. Bwana asifiwe. Ukoo inaweza kuwa na ukoo ambaye hatutoki ndani matajiri, hatutoki ndani viongozi. Ukoo ambaye hakuna mtu anaweza toka ndani afanye kitu chochote kizuri. Na sasa tumetoka kwa hiyo ukoo. But unapopewa urithi huu wa utenda kazi kama mtumishi, unakuja juu ya ile mamlaka ya ukoo. Unakuja against the limits za ukoo. Kuna ukoo ingine hakuna kiongozi anatoka ndani, hakuna mhubiri anatoka ndani, hakuna mtu wa muhimu anatoka na inatoa tu watu wabaya peke yake. But through the servanthood, through utumishi, unapata vile vibali. Na Biblia inasema, na kila ulimi utakayo inuka kunena juu yako ukiwa mtumishi, ina end up kunena wrong. Wrong is not right but wrong. Bwana asifiwe. Wrong inamaanisha itanena uongo, haitasema ukweli. Hata kama ikiinuka kwa ukweli, kama mtu amesimama na wewe ni mtumishi, una zile qualities za utumishi, ile mwinuko wake hautafanya kazi. Weapon ni nyingi. Kuna weapon za magonjwa, kuna weapon za umaskini, kuna weapon zingine za
watu kwa ukoo kuwa tu hawana mbele wala nyuma. Wengine ukoo iko na ulevi mingi, kila mtu mzuri tu amesoma lakini anaishia wapi? Kwa ulevi. Bwana asifiwe. Wengine biashara vitu visimama vizuri kwa sababu ya mambo mawili kadhaa. Wachawi wanacheza tu vile wanataka. Bwana asifiwe. But tukipata hizi qualities za watumishi, tunakuja kinyume cha hiyo nguvu zote. Mchawi hatakuwa na uwezo wa kufanya kazi. Ukoo utakuwa na usemi maishani mwako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sisikie amen ya watu. Bwana asifiwe. Amen. Ukoo utakuwa na usemi. Magonjwa, kuna magonjwa mengine si magonjwa imetokana na magonjwa ya kawaida, it is a demonic operation. Kuna watu wengine tunakuwa operated na watu walikufa. Natembelewa na watu walikufa, wanakusawishi, wanakuongelesha, wanakutembeza, wanakupa vision, wanakuongeleza, wanakuambia enda ukifanya biashara utafaulu, na ni mtu alikufa. Na unajua kuna sisi hatuunganishi na watu walifanya nini? Walikufa. But they still talk to your life. Wanasiti kukupea mwelekeo. Ujue hapo tumefanya nini? Tumefail. Bwana asifiwe. Tukishaingia kwa huduma ya watumishi, maana inaridhiwa kutoka kwa Mungu, tunakuja juu ya hiyo mambo yote. Tunakuja juu ya ulimi unaoinuka. Kuna watu wa kulaani. Nikwambia utaenda na utawahi faulu. Hiyo ndoa yako itaanguka tu kama zeti. Hiyo ndio ulimi. Bwana asifiwe. Tutaona kama mtoto wako atafanya mtihani wa standard 8. Na kwani if you are not very careful, unapata mtoto anafanya nini? Naanza kuyumba alafu afanye mtihani, wengine wanapata mimba mapema, wengine wanaanguka, wengine wanakufa mapema. Hiyo ni ulimi. Kuna ulimi ulinenwa kwa maneno. So tukiwa watumishi, tunakalia hizo vitu zote, tunaviweka chini ya nyayo ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sasa kuna sehemu ya pili ambayo mimi nataka kuitumikia. Nataka kuangazia na kukuonyesha mtumishi anahitaji kukaa namna gani. Na mtumishi si mimi peke yangu. Kama wewe usimama tu mahali, mtumishi ni mtumwa. Mtumwa ni mtu ambaye hufanya kazi, akufanyia wengine kazi. Kwa mfano, kuna mtu amekuja asubuhi, akaleta haya maua, akaiweka hapa, ameipanguza, amehakikisha iko sawa, amehakikisha kiti yako iko sawa. Bwana asifiwe. Amehakikisha meza iko sawa. Huyo ni mtumishi. Bwana asifiwe. Kuna mwenye alifakia, akahakikisha nyumba hii iko nini? Sawa. Akisha kuna matope, kuna kitu chochote inafanyika ndani kilicho kibaya. Huyo ni mtumishi, ametumika. Mtumishi maanisi ni mchungaji. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Mtumishi ni mtu yote yule anayepata nafasi ya kutumika wengine wakibarikiwa. Melikia anacheza keyboard, akikosa kucheza keyboard akose kukuweko. Kuna watu wataona there is something wrong somewhere. Bwana asifiwe. Ni mtumishi utumikia wengine kwa kuvuta mambo ya utukufu kwa Mungu. So yeye ni mtumishi katika area hiyo. Tunaweza kuwa na mtumishi ambaye hutumika kwa kulisha nyumba ya mchungaji. Tunaweza kuwa na mtumishi ambaye uhakikisha mtu fulani amevaa ako sawa, ameonekana vizuri. Si lazima aseme. Na vitu vingi vya kusema havinanga nini? Baraka. Vitu vingi vya kuhakikisha ati watu wote wamesikia nimefanya havina blessing. Yesu anasema ukitangaza mchana watu wasikie umejilipa. Bwana asifiwe. Ushajilipa mwenyewe, usingoje baraka kutoka wapi? Mbinguni. So vitu vingi hufanywa secretly. Vitu vingi hufanywa na moyo wa ndani wa kutojionyesha. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata wengine wajua wengi wajajua nani anapanga maua, nani wasafisha nyumba, maana watangazi sio kweli. But ni watumishi, kuna baraka kwao ambayo ulimi hauwezi kunena kwao mabaya na yashike. Kwao kuna vitu fulani vya uganga na uchawi na majini na mitishamba haiwezi pata access because of just doing that work kwa roho ya Mungu. Wakakuwa watumishi. Bwana asifiwe. Amen. Wanapata that access. Kuna mtu ambaye ukishachoka anakusafishia nguo,
anakupigia pasi, anakuandalia, ni mtumishi. Bwana asifiwe. Huyo hata ukilani ashiki. Na watumishi, watoto ambao ni watumishi, hakikisheni mmefanya kazi yenu vizuri. Isiwe na lawama, ndio baraka zile za Mungu, urithi wa Mungu juu ya ufalme wa mbinguni ishuke vizuri bila kuzuiliwa. Amen. Just amen vizuri. Amen. Amen. Watu wengi tukifanya kazi ya Mungu tunataka tuonekane. Ndio waseme fulani ndiye amefanya, ndio unasikia vizuri. Basi hapo watu ulimwengu wamesikia vizuri. Basi Mungu amefanya nini? Amekunyima zile baraka za wewe kufanya nini? Kupata vibali machoni pa nani? So mtumishi ni nani? Nitaenda haraka. Mtumishi kana akaeje? Katika kitabu cha Isaya 42. Kama ni mwandishi unaandika pole pole, kichukua notes. Isaya 42 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tunapata the qualities of a servant. Kitu cha kwanza, Isaiah 42 verse 1 inasema, the servant brings justice. Justice ni haki. Kitu yoyote ambayo inaonekana haina ukweli ndani, umeletewa watu waongeleshe, wamekosana, hakikisha haulali upande wowote ule, unafanya haki. Bwana asifiwe. Inaitwa justice. Sasa kama kuna mahali ulienda ukafanya mambo yakaharibika na itakana iwe mzuri, Bwana asifiwe. Amen. Uliharibu utumishi wako. Number 2. Reveals the truth to the nations. Yeye husema ukweli kwa watu. Uongo hakuna, na watumishi wengi tumejawa maneno ya kujiongezea. Ukweli uongo. Kweli. Bwana asifiwe. Hapo ndio tunakosa ile urithi wa ufalme wa nani? Wa Mungu. Unaenda mahali nisije kusema ukweli. Na kusema ukweli mtu. Bwana asifiwe. Alafu unaongeza ndani mambo ambayo si ya ukweli, na wewe ni servant. Bwana asifiwe. Hapo pia umepoteza. Number 3. Should not cry. Mtumishi hali watu wakisikia kama atakuwa amekosewa, Bwana asifiwe, ananyamazia, hata anaenda analilia nyumbani, analilia tu watu wasione. Biblia inasema he should not cry, watu wasikie. But sisi kujililia kwa watu sio kweli. Bwana asifiwe. Amen. Nimefanya hata wako niona, anajifanya tu hajaona na nimemfanyia. Ukipea mtu kiasi unataka apige makoti ya kuongeleshe, au aonyeshe kwamba Bwana, aonyeshe kwamba amesikia, ameona. Bwana asifiwe. Na hapo ndio tunapoteza. Tunataka vitu vitokee, vitu vionyeshwe na watu. Wanasema he doesn't cry. But sisi kulialia kwa barabara, inulia mwenzako mkono. Kulialia tukitembea, watu wanipendi. Hakuna mtumishi wa Mungu anayependwa hata mmoja. Wote wanakataliwa. Angalia mtumishi ambaye anaitwa Yesu Kristo. Alipoletwa duniani, Bwana asifiwe, alikuja akapanda punda kutoka Yerusalemu. Yerusalemu alisema hosana, hosana mwana wa Daudi. Wakaweka mikeka, wakaweka maleso. Yesu akapita ndani na punda. Bata alipofika Golgotha, Bwana asifiwe, wakasema hiyo mtu sisi hatumjui. Huyo mtu kwanza mimi si, unaona vile Petro anafanya, anasema mimi sijui huyo mtu. Na usijaribu kuniuliza tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu amefika Golgotha. Yesu alitemewa mate, mtumishi. Hata wewe utatemewa nini? Bwana asifiwe. Utafanya vizuri, unasema kanajipendekeza hapa. Usikufe moyo. Kama wewe ni mtumishi, jua watumishi wanapigwa. Watumishi wanatemewa mate. Watumishi they are not recognized. Bwana asifiwe. Hata nashukuru mko hapa. Najua wengi hata mmenena mambo maofu sana kwa sababu ya mchungaji wenu.
Wengine tumekaa hata kikao tukasema yote tukamaliza. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo yote ni yangu kama mtumishi kwa sehemu yangu. Bwana asifiwe. Amen. Na lazima atasema kama Yesu alisema. Pungia jirani mkono muulize kama Yesu alisema wewe ni nani? Ndio toka. Kuna siku nasema watu wavae vizuri, wakae vizuri, kuja kanisa kuwa presentable. Mama kiongozi akatangaza. Mama mmoja akamwambia, wewe ni vile una manguo mazuri, hauna kitenge safi ya kisasa, ndio unasema tuvae vile wewe unavaa. Bwana asifiwe. Ndio. Kama huyo angekuwa kiongozi, angekuwa alianguka kwa sababu ya neno moja. Wanatupiwa mawe, wanatembewa mate, wanapigwa kofi. Yesu alipigwa kofi. Aliambiwa funga macho, akafunga. Wakamchapa kofi moja, wakamwambia fungua macho, akafungua. Wakamuuliza, kwa hiyo watu yote ni tuko hapa, mwambie ni nani aliyekupiga. Na ukumbuke ameponya watu. Haleluya. Amen. Uone mkono yangu. Haleluya. Amen. Ameponya mtu, kuna mtu ameponya magonjwa. Ona kiwete akaamshwa. Akaambiwa chukua godoro lako fanya nini? Weke. Bwana asifiwe. Akaenda kwa Lazaro, akamfufua kwa wafu. Watu wakaona. Akaenda kwa mtoto ya Jairo, akatumanisha neno enda afanye nini apone. Wakaenda kapata ile masawa alisema ni alifanya nini? Alipona. In the end, there are people ambao walimkataa. Watumishi wanawekwa kila uchafu wa kila namna. Na lazima waendelee kufanya nini? Kusimama. Nikiinua mkono na ninulia tu kwa upendo. Bwana asifiwe. Wengi tunataka tuonekane vizuri. Wengi tunataka tusifiwe. Hakuna mahali Yesu alisifiwa. Mlisikia yako siku moja hati waliomsifu ni wale ambao aliwahudumia peke yake. Wengine wote walioona akifanya mazuri walisema huyu mtu ni muongo. Mtu hafai. Huyu mtu anachanganya ulimwengu. Huyu mtu amekuja na doctrine tofauti ambayo si yetu ya kawaida. Watumishi, naongea kuhusu servanthood. Na unaona alipata vibali vya kuwa mwana wa ukombozi as a sacrifice. Sisi tunalalamika, tunalia. Kilisha mchungaji kijiji chote kitajua. Nisema nikiinua mkono nao na ninulia. Kijiji chote kitajua. Ukivalisha mke wa mtumishi wa Mungu, watu wote watajua ona ile nguo. Ile kumbe ile ndiye walikuwa wanasema. Watumishi wakai, kama ulitumika kama mtumishi, wachana na hiyo tabia. Bwana asifiwe. Wanavumilia. Wanakaa, hawasemi yenye walisema, Mungu ndio uwasemea. Kwa hivyo katika Isaya 42 mstari wa 1, nikimaliza nasema he should not cry. Hapo ndio nimesema. Kama unafuatana na mimi kwa Biblia utapata mahali hawali. You don't cry. Mambo mengi mimi nimepitia mambo mengi sana kama mtumishi wenu kwa madhabahu haya. Bwana asifiwe. Amen. Baada sasa nikienda kwangu nikukaa tu kwa kitu na kuambia Mungu unanitosha. So nao nifanyeje? Wanasema tusilie tusilalamike. I don't talk. Hata wengine hawajui kama nikuanga na shida. Hata wengi hawajui kama sisi na mke wangu na familia yangu tunakuanga na shida. Wanaona those are the two angels. Wanakaa kama ndege wawili, lakini tuna shida ambazo we don't cry to the nations. He causes his voice to be heard he doesn't cause. Hakubali sauti yake kusikika vijijini. Sauti na vijijini nasikia walikusengenya, walikuongea, wamesema hata Jumapili uko umevaa mzuri, hata ujuingi kuvaa, unajaribu lakini hakuna ufiki. Kwa vijiji you don't hear. Na kama utahia unafanya nini? Najinyamasia kama mtumishi wa nani? Mungu. Watu wengi waliona. Isaya 49 mstari wa 1.
Qualities ya mtumishi ndio naongelea. Mtumishi akaeje? Servant. Kama hakuna siku wewe umekosa kuwa servant. Kuna mahali mtu alikuita ukaenda hata ukamfagilia mahali. Mwingine akakuita ukamwashia manguo. Ulikuwa unatumika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine si mmecontribute hata kwa kula kwa mchungaji. Karibu nyinyi watu, si ni kweli? Ulikuwa unatumika pale. Ulibehave namna gani? Ulienda kucry watu wakisikia? Ulienda kusema? Ulitumia haki? 49 verse 1. Kwa mdomo ya mtumishi utoka ndio nasema the sharp sword. The sharp sword ni neno la Mungu. Kila wakati kwa mdomo ya mtumishi wa Mungu, katika ile hali yote ulifanya, mahali popote pale ulifanya, litoke neno la nani? La Mungu kwa mdomo wako. Nasema in the mouth inatoka the sharp sword. Sharp sword ni neno la Mungu. Number 2, kwa mikono yake kuna kuanga na mikuki, the arrows. Bwana asifiwe. Arrows ako tayari kupigania watumishi wake. Ako tayari kutetea watu wanayetumikia. Wengine hata tumetumikia mtu kwa boma lake, na unatoa udhaifu ulio kwa boma yake unapeleka wapi? Kwingine. Mkono wangu unaiona? Napeleka upande mwingine. Unasikilia kwa barabara. Mnafikirianga huyu mtu wako na manguo. Hata ananga nguo hata moja nimemfulia. Hakuna. Kwenye nafuanga tu kwenye nimeraruka. Sasa inasikilia wapi? In the hands of a servant there is an arrows. Arrows za kuzuilia ubaya wa mwenye umetumikia usifanye nini? Usifike kwa watu. Hallelujah. Amen. Number 2, anazuilia mambo hayo yote kwa neno la Mungu. Anatumia neno la Mungu kila wakati katika maisha yake. Namba yenye nafuata, he raises tribes of Jacob and restores the servants of Israel. Kazi yake ni kuhakikisha mwenye ametumikia amemprotect. Kila wakati mimi nikimaliza wiki moja, kama sijaona baadhi ya washiriki, labda nimekosa tu kufika mahali, lazima nitahakikisha kama nikupiga simu ama nimekufikia nikusalamie tu. Bwana asifiwe. Hata wewe bali penye unatumika, Bwana asifiwe, unahakikisha kama ni madhabahu it is clean. Ukitoka kwa kanisa ibada imeisha, unaenda hapo yani you protect. Hallelujah. Amen. Amen. Isaya 50 mstari wa 4. Tunaangalia the qualities of a servant. Na ukiangalia kwa hizo upate umekosea moja, tutaenda mbele sababu tutupu ndio tupate hizi silaha. Hakuna silaha iliyofanywa juu yangu itakayofanikiwa. Na hakuna ulimi utakayoinuka kunena juu yangu utanena makosa. Always itaongea mambo ambayo haiendi vizuri. Akisema kuja mseme kuhusu mchungaji, watasema tu wrong. Bwana asifiwe. Nini ni protect? Mungu aliyenituma ambaye natumikia anakuja na anakinga. Ulimi ilikuwa iseme ni mbaya, inarudi inasema ni mzuri. Inasema kinyume. Ulimi kama ulisema hii familia itawahi fanikiwa, Bwana asifiwe. Huo ulimi unakuja inasema watafanikiwa. You see, wakati wa yule mfalme kwenda kuwaroga wana wa Israeli, unamjua Balaam? Yesu asifiwe. Akamchukua Balaam akamwambia enda unilaanie wana wa nani? Wa Israeli. Alipofika huko alifanyaje? Instead ya kulaani, Bwana asifiwe, aliwabariki.
Because Musa alikuwa mbele ya jeshi la wana wa Israeli kama mtumishi. Mbele. Watafuata wewe kama ni mtumishi, watanena ukitaka kusema ni habaya, anatokea na sana, lakini kweli huyo mama ni mzuri. Ni mzuri. Ulimi itageshwa kusema mazuri. Kwa nini tunashindwa na vitu? Tunapigwa magonjwa, visirani, vita, kwa sababu wakati mwingi tunachanganyikiwa katika utumishi wetu. Umetumika, unaenda kusema. Ni wangapi washawahi pea mtu kitu, halafu ni kama mnaona hakupokea vizuri? Wewe unaona kwa upako binafsi, uliona umempea kanguo, lakini kama hakupokea vizuri, unaendaka nyumbani ukisema na nyumbani kusema ana madharau, hata singempea, nilikichokeshanga nini? You are wasting time. You have served. Umepeana service yako. Toka hapo enda kwako nyumbani, umefanya yenye Mungu alifanya nini? Alikuamuru kufanya. Bwana asifiwe. Hapo ndio tunachukua baraka zetu, tena tunafanya nini? Tunatupa. Because hujafanya sehemu yako. Sehemu yako is just to work. Yesu alikuja na akakufa na akapigwa, akakufa kwa ajili yetu, na hakulalamika, hakusema, hakunena, hakukana, na akafanya nini? Na akaenda na akamaliza service yake. Bwana asifiwe. Kwa ajili yetu akatukomboa, akatununua, akahakikisha we are free with our children and generations. Bwana asifiwe. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Nasikia tu utukufu wa Mungu. Hallelujah. Amen. As servants, ukitumikia mtu usilalamike, because utakuwa unajiwa. 50 verse 4, the tongue of discipline. Watumishi wamepewa ulimi wa nidhamu. Hata kama tukiwakorofisha, watanena tu nidhamu, hawatakutusi. Yesu amepigwa, Yesu amefanywa, hakuwahi rudisha. Na unajua alikuwa na nguvu, he had power and authority. Angesema tu malaika kujeni safishe hii watu wote, wangefanya nini? Wangekupata kurudisha. Aliwacha devil in God. Hallelujah. Amen. Alipewa ulimi wa discipline. Alafu ni watu wamefundishwa, one who has been taught. Watu wamefundishwa. Ukubali kufundishwa, ukubali kurekebishwa, ukubali wanene yote wafanye nini? Wamalize. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha wanene, wacha waongee. Unaweza kufulia mtu manguo na kuambia, ungekuwa umesoma ungekuwa unafulia mimi manguo. Wewe vumilia, fua manguo, pata pesa yako yusabu. Bwana asifiwe. Alafu uende wapi? Wako nyumbani, watoto wako si watakula. Kesho asubuhi akakupigia simu, usione matusi alifanya nini? Alisema kutusi. Wengine mtoka tukisema kwake siwezi rudi. Na alafu magonjwa inafanya nini? Inaturudia. Wachawi wanatushika. Waganga wanapata nafasi. Kama wewe ni mtumishi, fanya kazi yako vizuri na umalize, because God is connected with you with the heritage of servanthood. Amen. Amen. Servants speak the word in the season to those who are weary. Huwa wanasema maneno kwa wakati wake kwa wale ambao wamekuwa wadhaifu katika ulimwengu wa kiroho. They encourage people. Mimi ukikuja kwangu ungeniambia, "Pastor, nimekuwa mgonjwa." Hata nikiwa mgonjwa siwezi kukuambia. Nitakwambia tu mama, Mungu atafanya nini? Atakuponya. I encourage you. Kila wakati ulimi wake na mdomo wake hutoa maneno ya kuencourage mtu. Ukiona umeenda kwa mtumishi, tunaitanga watumishi. Unajua ni neno liliaribiwa. Ati mtumishi, kumbe ni mganga. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Ni mtumishi na kumbe anatumikiwa na watu. Anatolewa viatu, anapanguzwa, anatanikiwa vitu, anatembea juu yake, yeye ndiye kana atandike.
Are you seeing the difference? Bwana asifiwe. Mtumishi si wa kutumikiwa, mtumishi ni wa kutumika. Hallelujah. Amen. Tutandikiwe, tufanye nini? Tuoshwe miguu, tufanye? No, ni yeye kana aoshe. Kwa nini Yesu aliosha wanafunzi miguu? Yeye alikuwa anatumika. Bure hao walionekana wafanye nini? Wamuoshe. Tukienda mkutano na niende na nyinyi, nitahakikisha kama ni kukula mmekula kwanza. Bwana sifiwe. Mimi nakula chakula ya mwisho. Na always nimekuwa nikifanya, wengi wajui. Nikienda kwa mkutano tuingie, ndakisha everybody has sat down. Kila mtu amepata mahali pa kukaa, ndio mimi niwe wa mwisho kufanya nini? Kukaa. Hiyo sasa ndio inaitwa nini? Lakini kwanza kutafuta viketi ya kwanza na kuvitenga na kufanya, wewe si mtumishi. Utapata hii authority, utapata this security, au utapata this heritage ya ufalme wa mbinguni kutoka kwa Mungu ya kuzuilia weapon zote, au utapata. Maana nitakuwa na ubiri sehemu ya kwanza, nitaenda sehemu ya pili inaitwa second season, but nataka kumalizia first season ya 7. He listens to the Lord. Amefungua sikio lake kusikiza kwa Mungu. Kuna watu wanafungua masikio yao kusikiza majini, kusikiza waganga. Bwana sifiwe. Ukweli uongo, na kusikiza maneno ya watu. Wamesemako nini kunihusu? Unajua mimi hata kama mtumishi wenu hapa, ningekuwa nafuata kila neno ambalo nasikia, nitakana niwe nimechukia watu yote. Maana labda nimesikia kwa Beatrice, nimesikia kwa Mary, nimesikia kwa Ann, nimesikia kwa Patrick, nimesikia kwa Eddie, wamenena na kweli nimesikia mambo kadhaa. Bwana asifiwe. Alafu nichukue niiweke ndani mwangu, nitakuchukia. But siwezi, kwa sababu mimi ni mtumishi, najua aikane wapigwe, wafanye nini, wafanyiwe maneno, watemewe mate. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wengine utakunywa chai, wasema hanakunywa chai nyingi. Bwana asifiwe. Ukitoka kusikose kwenda tu, lakini sasa utachunga kunywa kidogo ndio asiongee tena. Bwana asifiwe. Amen. Naenda pole pole. They talk. And those all evil things they have been, zimeongelewa kwetu. Umefanya kitu wakakuongea, usikufe moyo kuifanya. Because chenye una benefit kutoka kwa kufanya hiyo kazi ni kuresist all the weapons, and ulimi zote zinazoinuka kunena juu yako itafanya nini? Haitawahi fanikiwa. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Namba ingine ni kwamba watumishi, they are not rebellious. Rebellious inamaanisha hawaendi kinyume na mipangilio. Kama mliagana, kama unajua hapa ndio kufanya, wakutusi wasikutusi, wewe ndio unapanguzanga hapa penye madhabahu yako, wamekutusi jana, amkia asubuhi mapema na dasta yako. Bwana asifiwe. Amen. Sukua kabisa. Bwana asifiwe. Wengi tukinendwa na tukiongelewa juu yetu, hiyo huduma tunakubali niongea, nimewacha pastor wapea hao, hata hiyo kitabu sitaki, chakua mtu mwingine. Siendi hapo, wanaongea, chakua ule mwenye anaongea. Ni wewe tu, you are just a servant. Yesu angetoroka msalabani. Hallelujah. Yesu angetoroka msalabani, leo wewe ungekuwa wapi? Hallelujah. Yesu angetoroka msalabani, wewe ungekuwa wapi leo? Tungekuwa. Kama wangemshika wapige kutoka saa 3, kutoka saa 12 mpaka saa 9, ndiye anaitwa kurbat, angelitoroka, tungekuwa tuko wapi? Na wewe unapotoroka wakati unatumika, unataka nani afanye? Tumekuwa na vita kwa kanisa hili, vita vikali sana. Vita vigumu. Kuna watu wa kuondoka karibu na mimi. Kuna watu mpaka wa leo they are still standing.
Kuna watu ambaye waliogopa na wakatoroka mpaka leo. They are not with us. Akikuja ukimhusisha kwa mambo yaliyo magumu, anafanya nini? Anatoroka. So now unaanza kuona picha ya mtumishi. Hallelujah. Amen. Umeona picha ya mtumishi? Sasa ona picha ya mtumishi. Angalia mtu ambaye unaweza kujipendi kwake kwa kufanya kazi. Ameongelewa na anafanya. Ametusiwa na anafanya. Wamemkataa naye anakaza tu kufanya because yeye anapata katika ufalme wa Mungu ni kubwa kushinda ya watu. Hallelujah. Amen. Gives back to anaweka mgongo yake wafanye nini? Wachape. Unapeana tu nafasi ya mwenye kutaka kukupiga na maneno na kutumanisha, wacha afanye nini? Afanye sehemu yake. Bwana asifiwe. Amen. Oh, Bwana asifiwe. Amen. Wengi tumepigwa tukawacha kazi ya Mungu. Wengine tumeongelewa tukawacha kutumika. Bwana asifiwe. Amen. Wengine tumeambiwa mambo makubwa. Bwana asifiwe. Amen. Tukakufa moyo ya kuendelea kufanya kazi. Leo hii nataka uambie Mungu wako. Nataka usimame mbele za Mungu wako umwambie niko tayari kufanya kazi. Saa hii huduma yetu inahitaji kujenga. Tunahitaji kujenga. Kama walikuwa wamekusukuma wakakuvunja moyo, usilete kitu kwa kanisa, sasa enda beba, fanya nini? Lete. Bwana asifiwe. Amen. Anajipendekeza akileta vitu ndio pastor ampende. You are doing the work of God. Huko unafanyia nini? Bwana asifiwe. Maana kwa mwanangu aliko hapa, liko wapi? Huko. Hapa tuko tunafanyia Mungu. Hapa ndio kila vitu vizuri vifanye nini? Vikuje. Hapa ndio kila tufanye safi. Na nimesimama kwa madhabahu ambayo si machafu na kuna mtu amehusika kuyafanya kama mtumishi. Na nasema maneno haya mbele ya kanisa hili ya kwamba yeyote aliyefanya kazi kwa nyumba hii, akafanya huduma kwa nyumba hii, akatumikia madhabahu haya, akatumikia mchungaji, akatumikia eneo hili la utukufu wa Mungu, ninatangaza baraka kwake kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Shetani